Naam, uko unasikiliza Amka na Baraka One TV, ikiwa ni tarehe 3 za mwezi wa 12 2025. Majira ni saa 12 asubuhi saa za Afrika Kati, ikiwa saa 1 majira Afrika Mashariki, na mimi ni ndugu yako Rajabu Wakili Kabonga. Ili kuanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muktasari wenyewe wa habari za moto. Kivu ya Kusini, wazalendo FARDC waingia Katogota baada ya kumpiga adui M23. Uvira, raia kujitokeza kuwaunga mkono jeshi la taifa pamoja na wazalendo kwa chakula, maji pamoja na mahitaji muhimu ili kuendeleza kumpiga adui kupitia Operation Saidia Muzalendo. Kaziba, baada ya mashambulizi ya ndege za FARDC, wazalendo na FARDC wachukua Kaziba Centre na uko Fizi .0 yaingia mikononi mwa waza baada ya kupiga Twigone Redi Tabara M23, huku Kishasa ikiendelea kuinyoshea kidole M23 na kuahidi kushambulia kwa kasi zaidi. Na mkumbuka kwamba Operation Saidia Muzalendo bado iko inaendelea, na kama hujaungana na operation hii, shukrani za dhati kwa wamama walioweza kujitolea kwa ajili ya kusaidia operation hii Saidia Muzalendo ambayo imefanywa kutoka Pennsylvania, Lancaster, USA. Na wamama wameona ni vema sana kushirikiana na Baraka One TV kwa ajili ya kufikisha Operation Saidia Muzalendo. Na imekuwa ni jambo la maana sana. Itafanyika hivyo kwa niaba ya wamama wa Pennsylvania, Lancaster, USA. Hii ambayo kunasikiliza ni Baraka One TV. Imekuwa kwa ajili ya kwenda kuwapelekea mahitaji muhimu wazalendo ambao wapo kwenye uwanja wa mapigano. Na hapa natoa shukrani za dhati kwa mchango wenu, umefika na unakwenda kufanya kazi kadiri inavyostahili. Usikose pia kutembelea Mwangaza TV ambako utakutanana na baadhi ya matukio yote ambayo yakuwa yazidi kurindima maeneo ya Katogota, Kamanyola pamoja na Kaziba na sehemu zingine za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tuanze na taarifa hizi kutoka maeneo ya Kivu ya Kusini ambako wazalendo na FARDC wamefanikiwa kuingia Katogota baada ya kumpiga adui ambaye ni M23. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo huku wakishirikiana na washirika wao wa karibu jeshi la Burundi wamefanikiwa kuingia maeneo ya Katogota tarafani Uvira, huku pia wakipiga maadui upande wa Kaziba Centre ndani ya tarafa ya Walungu, na pia kuchukua maeneo ya .0 tarafani Fizi jimboni Kivu ya Kusini. Kasi hiyo ya kukamata maeneo matatu kwa mpigo mmoja imefanyika hiyo tarehe 2 za mwezi wa 12 2025 baada ya mashambulizi yalikuwa yakianzishwa na magaidi wa M23 wanaosaidiwa na jeshi la Rwanda. Kutokana na kuweza kuongeza vikosi vyao pembezoni mwa kambi za FARDC na wazalendo, ndio kitendo kilichosababisha majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo kuchukua azimio la kuanzisha pia mashambulizi na kuwakunguta magaidi wa M23 hadi kufikia leo hii tarehe 3 asubuhi. Mapigano hayo yalianzia siku ya jana ambako wazalendo na FARDC wakishirikiana na jeshi la Burundi waliingia Katogota na kufanikiwa kuchukua maeneo ya Katogota, huku wakiingia ndani ya Kamanyola ambako mapigano mpaka sasa yameripotiwa kutulia kiasi, lakini bado mpango ni kusonga hadi mbele zaidi kumtoa adui kote ambako anapatikana ndani ya ardhi ya jimbo la Kivu ya Kusini na mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni takriban wiki mbili ambazo zimepita, magaidi wa M23 walijaribu kuchukua vijiji kaza huko tarafani Mwenga pamoja na Shabunda,
na kitendo cha kujaribu kuja kunusia pua zao upande wa Uvira kimeweza kuwagharimu pakubwa. Ripoti kutoka maeneo ya Katogota zinasema mihili ya magaidi hao imeonekana ikitapakaa, huku wanajeshi wa Zalendo na FARDC wakifanikiwa kumweka chini jenerali mmoja akitokea Rwanda pamoja na vikosi vyake alivyokuwa akiongoza kwenye uwanja wa mapigano. Utafahamu tu kwamba haya yote yamekuwa yakiendelea huku imebaki siku moja rais wa Rwanda Paul Kagame na rais wa Kongo bwana Felix Tshisekedi Tshilombo waweze kukutana huko Washington kwa ajili ya kusaini mikataba ya amani. Hii ni Baraka1 TV. Jambo tena bwana mtangazaji wa Baraka1 TV, Mwangaza TV. Bwana mtangazaji, unaongea na msemaji wa Wazalendo kutokea tarafani Kabare, Abubakar Zihindu Lanshombo. Nataka kujulisha kulingana mapambano ambayo iliripotiwa wilayani Kabare, hapo teritwari ya Kabare Chirunga, ambapo wanajeshi wetu waliongozwa na General Kafachi walimchapa M23 kumupiga kabisa kichapo kikali mpaka kumshindikiza hata katika komine ya Bagira inayopatikana ndani ya vile ya Bukavu. Bwana mtangazaji, unajua ya kwamba M23 alikuwa ametegemea kuwapeleka wakongomani katika masuala ya siasa, na hii ikawa inaleta upumbavu na distraction kabambi katika jeshi letu la Kongo na katika hata Wazalendo. Lakini kwa kweli leo tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa M23 unajua tokea juzi walikuwa wanaingiza malori kubwa sana kutokea Rwanda, wakaingiza gari za kivita kutokea Rwanda na silaha nzito nzito ili kuchukua mbinu ya kuja kubomoa Luvungi na kuendelea hadi Uvira. Isipokuwa walipokuwa wanajifunza namna ya kutumia ujanja wao kwa kuja kuivamia Uvira, walitumia askari wamoja wakawa wanawapeleka na gari za kifahari sana za kupigana vita huko sehemu za Kaziba, lakini basi ikaonekana Wazalendo walikuwa makini pamoja na jeshi letu la FARDC. Basi leo ndugu yangu wamechapwa kichapo ambacho hawatakisahau, kwa sababu wamechapwa kichapo kikubwa sana. Na kwa hivi tunavyoongea bwana mtangazaji, tumeudhibiti mji wa Katogota na nusu ya Kamanyola, na tunao uhakika ya kwamba inshallah kwa majaliwa Mwenyezi Mungu kesho Kamanyola yote tunaweza tukaigomboa na kuendelea hadi Nyangezi. Bwana mtangazaji, laiti haingelikuwa yule mpaka wa karibu wa Rwanda na Kongo hapo Bugarama, laiti tungeshika 200 yao mateka aiza 300, kwa sababu leo wamechapwa hadi wanakimbia kama vile watoto wadogo. Kwa sababu unajua wana mtangazaji, walikuwa wameshajua ya kwamba mzalendo hana usapoti, walikuwa wameshajua ya kwamba mzalendo hana anayemshindikiza nyuma. Lakini pindi tulipowasihi wanajeshi wetu wa FARDC, kwa kweli tunawashukuru viongozi wa FARDC kwa kuwa leo wamefanya kazi ambayo kazi ikawaridhisha wazalendo, kwa sababu kila mkongomani yoyote yule amekubali kwa kweli kiongozi ambaye ameletwa wa FARDC kwa kuwa ni mzalendo mkweli, ni mzalendo ambaye yuko tayari kutetea nchi yake, kwa sababu amekubali kuwashindikiza wazalendo katika kuitetea ardhi yao, katika kumrudisha mvamizi aggressor M23 na Twiraneho. Bwana mtangazaji, unajua watu hawa katika hizi siku 3 zilizopita, kuanzia siku ya Jumapili yani Dimanche, magari mengi sana imetokea Ruzizi Premier, ikatokea Ruzizi D, na mbinu zao walikuwa wamejigawa ili wamoja waingie Kaziba, wengine wakuja upande wa Kamanyola ili kuuteka mji wa Uvira. Lakini huwa hawakujua ya kwamba vita ni ujanja. Wao walikuwa wanafikiria wanatumia ujanja, wakawa na sawa ya kwamba na sisi wakongomani tuko mecho. Sasa pamoja na hiyo leo walisubutu kufungua sefe, lakini nafikiri wanajuta. Hata Kagame ambaye mwenyewe yuko Kigali muda kama na huo analia na kuomboleza, kwa sababu jeshi lake linachapwa kama kawaida, na mimi nafikiri hawataongeza tena, kwa sababu wameona ya kwamba wazalendo pamoja na jeshi letu la FARDC wameshajitolea kuitetea nchi yao.
Na baada ya taarifa hizo kutoka huko maeneo ya Katogota jimboni Kivu ya Kusini, tubaki tu ndani ya jimbo Kivu ya Kusini ambako raia kujitokeza kuwaunga mkono jeshi la taifa na wazalendo kwenye operation Saidia Muzalendo. Kipindi hiki ni kipindi kigumu ambako majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo wameanzisha mashambulizi dhidi ya vikosi vya M23 ndani ya pleni ya Ruzizi. Vikosi mapigano hayo ambayo yalianza hiyo siku ya jana ya tarehe 2 mwezi wa 12 2025 vimeweza kuwapa ushindi mkubwa wa wazalendo na FARDC na hivyo kufanikiwa kuingia maeneo ya Katogota, lengo likiwa ni kuchukua Kamanyola nzima, Nyangezi pamoja na jiji la Bukavu. Mengi na zaidi, raia wanahitajika kuweza kujitokeza kwa ajili ya kuwasaidia wazalendo na FARDC kwa chochote kitu ili waweze kupata motisha kuendelea kumtwanga adui ambaye ni M23. Bamama ba Uvira, bamama ba mplene yote Luberize, bamama bote benye bako ngambo za Bwegera na bababa, kazi yenu sasa nyinyi musichelewe kwa kuandaa chochote kilicho cha kusaidia wazalendo, maji, chakula, vinywaji, na vijana wenye wako na nguvu musichelewe kuwa nasukuma chakula ile ifike kwa muda kwenye uwanja wa mapambano. Tunaalika wakongomani wote kujiunga, chakula isikosekane. Komanda des operations Chimvira, antuka tunakuomba onesha ukongomani wako sasa. Depo za masasi ziwe wazi. Hatutaki kusikia seme masasi ilipunguka kwa wazalendo, nini ilikosekana. Weka masasi tayari, tusafishe Kamanyola leo na kuendelea mbele. Kilichokuwa na mwanzo kina mwisho. Watu wenye walikuwa baisha jinfiltre, bote wenye wanatumika na M23, basi toke mu magrupe, babakie mule mu magrupe, waangalie vyenye bazalendo banafanyaka. Paskwe mwenye atakimbia mu grupe, mwe bote mubakie pale, musubirie mtaona. Juu kuambiliwa kuna uongo mtajionea na macho. Hapa ni porte parole nje kunaambia waraia kote kwenye bako. Habari yote yenye mtapata ilifo kuverifie mzuri. Unatuma mu service yetu ya renseignement juu adui hivi aishaanza kutunga mahabari, aisha kimbilia kuma internet kutafuta gisi ya kuanza kumfanya mamontage. Lakini hii wakati sio wakati ya mamontage, ni wakati ya kupiga adui iwezekanaje. Magrupe zote mfuatilia, mtasikia masauti, basoda ya Burundi baishaanza kimbia, basoda ya FARDC baishaanza kimbia. Vite yanze tu hapa asubuhi baishaanza kimbia. Bwana zani ni mchezo. Ile ni suwe ya baenemi. Kusema ya kwamba basoda ya Kongo bangeanza kukimbia na basoda ya Burundi bangeanza kukimbia kama gisi bilikuwaka Goma juu baganye tere, lakini hapa habitafanyika kamwe. Kenye kiko batu ya M23 hii message bafikie kusema ya kwamba leo inabidi bazalendo balale pale Bugarama. Hakuna kenye kitaziwia wazalendo wasilale Bugarama. Hizo silaha kubwa kubwa za juu za chini na vyote venye walijiandaa navyo. Habari yenye niko nayo ni kuwaambia kwamba ugali leo utaliwa pale Bugarama. Asante sana, tuna mengi ya kuongea. Wakongomani mahali mulipo, wekeni masikio kufuatilia kenye kiko kinapitika. Ilikuwa ni muda mrefu hawa watu wanajigamba, wanajipiga kuvifua. Sasa hii ni wakati ya kugusana sasa kumashati. Tunawaingilia sehemu zote zenye ziko, inabidi tuwasafishe. Bawe bako na majeshi ba militaire français benye banajinfiltre mwebo. Bawe bako ba militaire americain benye bako mwebo. Hapa njoo kwenye bataonea histoire ya Afrique. Histoire ya Afrique inakuwa naandikiwa toujours na pays yenye iko mu centre hiyo Kongo hiyo. Njoo yenye inaandikaka histoire toujours ya Afrique. Na kama Kongo ioneshi kama Afrique iko continent yenye iko na nguvu na uwezo, nyingine nchi gani yenye taonesha hili? Njoo pale sasa tunataka ona vita ya multinational na Afrika. Njoo yenye iko pale Kamanyola. Defete yenye bazungu batapata, batarudia tena kwenda kumasomo kujifunza zaidi. Walizani kama baishaka weza vyote, lakini kumbe habayajua chochote. Mwenye anajua vyote ni Mungu. Kamanyola tutaonesha ba Francais na ba Americain na balie yabo kama Kongo iko chini ya uongozi wa Mungu. Asante wa ndugu, watu ya M23 muendelee kushadikia, lakini musipotei. Mbakie mu grupe na leo na kesho musitoke.
Msiseme oh madata zinaisha, tutawatumia madata. Mwenye atasema zinaisha wa M23 atuite tumtumie data juu asikie ye mwenyewe na jionee yenye yaonaka. Asante sana. Na muko nasikiliza Amka na Baraka One TV saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira Afrika Mashariki, kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ejide Kizenga Tembele, King Sele, the only one king from USA, Kizabe Ayeba, Mashaka Ayamba, Dedone Buto, Tobi Ondo Kilamba Mao, Kashosi from Australia. Wote wakiwa nasikiliza Baraka One TV, da Feza, da Asha, da Letitia, da Irene, wakiwa nasikiliza Baraka One TV, Ankis Kandeke, Asimu Baguma, Samuel Asani Ramadhani, Mashaka Ayamba, Dedone Buto to Asokolo Ayeba. Na baada ya taarifa hizo tuingie maeneo ya Kaziba, nako pia baada ya mashambulizi ya ndege za FARDC, wazalendo na FARDC wachukua maeneo ya Kaziba Centre. Siku ya jana ya tarehe 2 mwezi wa 12 ilikuwa ni siku yenye burudani ya kipekee, huku majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikionyesha uwezo mkubwa wa kuweza kutetea taifa kama inavyohitajika na wananchi wengi. Raia wengi wamekuwa wakilaumu serikali na kuitupia lawama kushindwa kuonesha makali yake mbele ya magaidi wa M23. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo wakishirikiana na washirika wao wa karibu jeshi la Burundi walifanikiwa hiyo siku ya tarehe 2 kuweza kuwapiga magaidi wa M23 maeneo ya Kaziba Centre, na hivyo Kaziba leo hii imeweza kurejea mikononi mwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo yakiendelea huko kwenye uwanja wa vita jijini Kinshasa, majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia msemaji wa jeshi hilo Epenge Sylvain Generali ameweza kutoa ahadi ya kujibu mashambulizi kwa kasi licha ya makubaliano yanayozidi kufanyika huko Washington ambayo yanatarajiwa tarehe 4 za mwezi huu wa 12 marais wa Kongo na Rwanda kwenda kukutana. Msemaji wa majeshi ameweza kusema kwamba tumesikitishwa kutokana na magaidi wa M23 kushindwa kuheshimu masuala ya CCLF, wao wakiwa wanavamia kambi za majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vitendo hivyo havitavumiliwa. Kitakachofuata ni majeshi ya FARDC kuweza kujibu kwa kasi kubwa na kuhakikisha kwamba wanawatopilia mbali magaidi wa M23. Huyu hapa msemaji wa jeshi la FARDC. En ce moment crucial où la communauté internationale, à travers les États-Unis d'Amérique et le Qatar, s'active pour le retour de la paix au Nord Kivu et au Sud Kivu, les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent pour la énième fois la violation de la cessation des hostilités par la coalition AFC M23 soutenue par le Rwanda. En effet, depuis le matin de ce mardi 2 décembre 2025, l'armée rwandaise et ses supplétifs de la FCM 23 mènent une série d'attaques contre les positions des FARDC à Kaziba, Katogota et Lubarika au Sud Kivu. Ces attaques démontrent suffisamment la détermination de cette coalition et sa volonté manifeste de saboter les accords de paix de Washington et de Doha et de mettre intentionnellement en mal les efforts en cours pour la restauration de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population au calme. Toutes les dispositions nécessaires sont mises en œuvre pour barrer la route aux velléités bellicistes de cette coalition du mal. Jambo Papa Rajabu. Tunashukuru tena Mungu ambaye anawezesha jeshi letu kwa kupambana vita. Mungu ndio tunarudishia zaidi utukufu, sababu tuko nyuma ya watoto wetu kwa kuwaombea Mungu ili Mungu awawezeshe. Na zaidi ujumbe wangu ninawatumia ni kwamba wapambane hii vita tena, wasisimame
kusudi wagombole wa ndugu zetu wenye wako Bukavu. Wameteswa, wamenyanyasika, wamenyanganywa, wasihesabia madhaifu yote walioona kwa ajili ya watu wa Bukavu, na wasitie tamaa ya vitu, wasitie tamaa ya wanawake ndani ya kazi ambao watatumika, waitumike kama jeshi la Mungu. Baogope Mungu. Sisi tuko tunawaombea ili wapate nguvu za kushinda hii vita. Ile ndio maombi tuko nayo na ndio ujumbe niko nayo. Wasibake mwanamke, wasiibe mali ya mtu, wapambane kama jeshi la Mungu, wakijua ya kwamba wanapambana kwa ajili ya ukombozi wa taifa la Mungu. Ndio vile watembee na Goma wataishika kama watatembea kwa ile mahusia tunayoyasema. Tunasikia na sie amani inaanza ingia ndani ya roho na kuwa na matumaini ya kwamba vita batashinda. Hata bakuye masamili persone za kutoka nje. Biblia ndio tuko tunatembea nayo, alainiwa anayevuka mpaka wa jirani. Tuna matumaini, tunashukuru. Mengine tutaendelea kuwasiliana. Mubarikiwe sana. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka One TV. Ni ndugu yako Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJ. Pia nikukurushia haya matangazo. Mengine tukutane majira ya saa 9, saa 6 na saa 12. Chao chao.